Karibu kaka na dada, leo niko pamoja na rafiki yangu Joel. Tumekuja hapa kanisani, kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kwa ajili ya kufanya podcast pamoja. Na kwa kweli, hii ndo mara yangu ya kwanza kuonana na Joel. Kuna mtu ameweza kutuunganisha kwa sababu alisema kwamba Joel angeweza kufanya podcast pamoja nami. Na tuna matumaini kwamba mambo ambayo tutaweza kujadiliana yatakuwa na faida kwenu na kwamba kuna vitu ambavyo utaweza kujifunza. Kwa hiyo kwanza kabisa naomba Joel ujitambulishe kama majina yako, unatokea wapi, unaweza kutuambia kuhusu familia yako na imani yako pia. Okay. Asante sana. Kwa majina naitwa Joel Bwire. Mimi ni Mkenya. Nyumbani ni Busia, upande wa Western. Upande wa familia, mimi naweza sema nilikuwa nimeoa. Na nilioa kwa miezi minne. Tulioana ilikuwa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Na nikaweza kuishi na mke wangu kwa miezi minne, kisha akawa mgonjwa na hivyo ndiyo aliweza kufariki. Pole sana. Pole sana ndugu yangu. Na kama labda tunaweza kuingia kwenye swala hilo kidogo kama ni sawa kwako. Yeah. Ni nini umejifunza katika kipindi hiki na najua ni kigumu sana? Katika kipindi hichi naweza sema kimekuwa kigumu, lakini kitu ambacho nimejifunza ni kuwa na imani. Kwa sababu imani inatusaidia tuwe na uvumilivu katika maisha. Na tusipokuwa na imani tutaona kila kitu kuwa kigumu. Na jinsi maandiko yanasema, wakati Yesu Kristo alikuwa anatuacha, alituambia atatuachia Roho Mtakatifu. Na ndiposa Roho Mtakatifu aweze kuwa na sisi, lazima tukuwe na imani. Ndio tuweze pia kuwa watulivu na tusiweze kuwa na mawazo mengi. Na kuwa na imani ndio imenisaidia hata nikuwe na nguvu, niweze kuendelea na maisha hata baada ya kumpoteza mke wangu. Umewezaje kukabiliana na maneno ya wengine? Najua pengine kunaweza kuwa watu ambao wanasema vitu vingi wakati mtu anapofariki. Yani kuna watu wanaweza kusema kwamba amefanya kosa fulani hivi, si ndio? Yeah, ni kweli. Sijui kama kuna maneno ambayo umesikia kuhusiana na hiyo. Maneno katika maisha, kila kitu ambacho unafanya, kiwe kizuri, kiwe kibaya, maneno lazima yatatokea. Ni kweli maneno yametokea, lakini mimi kile kitu ambacho kinaniongoza katika maisha ni mimi hujishughulisha na mambo ya maisha yangu. Kwa sababu wakati unaanza kusikia yale maneno ambayo watu wanasema, unakosa kujifahamu. Unaweza anza kujidharau, unaweza kujichukia, lakini mimi kile kitu ambacho kimenisaidia ni mimi nampenda Mungu na kila wakati nasoma maandiko. Na ningependa tu kusoma na nyinyi kukusomea andiko moja ambalo limenitia moyo sana katika huu muda. Na hilo andiko linapatikana katika kitabu cha Isaiah 41 mstari wa 10. Inasema hivi: usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Kila wakati ninaposoma ile andiko, nasikia tu niko na nguvu. Nasikia ujasiri
nasikia tu niko na ule kwa kizungu anasema psych. Nasikia tu yani niko sawa na niendelee na maisha. Kwa hiyo maneno hayo yameweza kukupa nguvu unayohitaji kuweza kuendelea sana. Kwa hiyo wakati ambapo unakuwa unamkumbuka mke wako, kama kuna vipindi ambavyo unamkumbuka sana, yani unafanya nini ili kukumbuka kuwa na imani? Vile nilisema, kumpoteza mke sio jambo la rahisi. Hakuna mtu anaweza tamani kuishi na mke wake miezi 4 na mpoteze. So wakati namkumbuka, mimi sometimes huona picha zake. Wakati tulifanya harusi kuna video ambayo tulichukua. Wakati ninapoona hiyo video, inanipa nguvu kwa sababu yale maneno ambayo tulikuwa tunaongea. Inanifanya kwa sababu ya maandiko katika Biblia ambayo mimi pia husoma kila siku, inanisaidia kujua kwamba mahali ambapo mke wangu ameenda ni mahali pema. Kuna topic napenda sana ambao wamishonari huwa wanatufunza, ambayo inaongelelea kuhusu plan of salvation. Plan of salvation inatufunza kwamba wakati mtu ameaga dunia, anaenda mahali pazuri kulingana na yale ambayo amekuwa akitenda. Na mimi na mke wangu, sisi wote tulibarikiwa kuserve mission katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kwa hivyo, na tuliweza pia baada ya harusi kuwa sealed kwa temple. Na ninaamini kwamba baraka ziko katika temple. Hata kama mke wangu aliaga dunia kabla tujaanza kupokea hizo baraka, najua hata mimi wakati nitafariki, sitafariki saa hizi, lakini wakati nitafariki najua tutaenda kukutana na yeye. Maana maandiko yanasema katika lugha ya Kimombo inasema whatever is bound on earth is also bound in heaven. Kwa hivyo ni Mathayo 16, 19 nafikiri. Chochote kitakachofungwa duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni. Kwa hivyo mimi hata ninapoishi duniani niko na furaha kwa maana nitapata mke wangu kwa siku zijazo. Vizuri kabisa. Na walio wengi ambao wanatazama hizi video si waumini wa kanisa hili, unaweza kueleza nini zaidi kuhusu kufunga ndoa ya hekaluni, kama ina maana gani? Nafikiri umeshaeleza kidogo, lakini kwa ndani zaidi inamaanisha nini kwako? Kufunga ndoa katika hekalu la Bwana, unasema kanisa ama hekalu? Temple? Ya temple. Okay. Okay, temples ni ukiangalia katika maandiko, King Solomon alijenga temple. Okay. Na temple katika kanisa la Yesu Kristo za watakatifu wa siku za mwisho, tumekuwa na hii opportunity ya kuwa na temple. Na katika hili kanisa, temple marriage inahimizwa sana kwa sababu ya hatutaki wakati tutaaga tuseme ati kifo ndio mwisho. Okay. Katika hekalu la Bwana nasema kwamba marriages are for all time and eternity. Okay. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anataka tu aage dunia na familia yake wasiwahi kutana huko mbele. Na ndio kwa sababu mimi nilikuwa na hilo jukumu la kuhakikisha tumeenda tumekuwa sealed kwa temple. Ndiposa kitu ya kwanza ni baraka za Mungu. Kitu ya pili ni kuwa na familia yangu
hata baada ya kifo. Amina, ni vizuri kabisa. Yeah. Kwa hivyo ulisema uliserve mission. Yeah, niliserve Ulitumikia mission. wapi? Niliserve Ghana Kumasi mission. Vizuri kabisa. Yeah. Ulikuwa na miaka mingapi ulipoanza mission yako? Hiyo wakati nilikuwa na miaka 23. Sawa. Na sasa una miaka mingapi? Saizi niko na miaka 29. Okay, sawa. Yeah. Kwa hiyo ni mambo gani uliweza kujifunza wakati ulipokuwa missionary? Okay. wakati tunaenda popote tu. Yeah, wakati nilikuwa mission, kwanza wakati nilipokea ile mission call, nilikuwa na furaha sana. Nilikuwa na tamani, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana. So wakati nilifika kule Ghana, niliserve mahali inaitwa Ghana Kumasi. Wakati my trainer alinichukua na alikuwa ananipitishia mambo ambayo nafaa kufanya, mambo ambayo sifai kufanya. Kitu ambacho nilisoma sana kwa huyo trainer, alikuwa anaitwa Elder Kankam. Alinifunza kuwa mvumilivu na kuwa mtu wa kusikiza. Na kila wakati tulipokuwa tukienda lessons, ningeweza kumwangalia vile jinsi alikuwa anafanya mambo, na hiyo ndiyo ilinisaidia wakati tunasoma maandiko kila asubuhi na kila jioni. Na wakati tunapanga siku, nilikuwa namtazama jinsi anavyofanya, na wakati aliitwa kwenda sehemu nyingine, niliweza kuelewa mambo kwa urahisi. Yeah. Vizuri sana. Ni jambo jema sana la kujifunza. Najua kuna watu wengi ambao wanajifunza vizuri kusoma, kuwa watulivu, kuwa na subira wakati unapokuwa mishonari. Kwa hiyo inasaidia sana kabisa. Kuna kama story yoyote ya mission yako ambayo unaikumbuka sana? Yeah, story ni mingi sana. Sijui nitasema gani, lakini kuna history moja ambayo sitawahi sahau. And naweza sema huu ni muujiza. Wakati nilikuwa mission, niliserve area inaitwa Tamale in Ghana. Iko in the northern side. Na hiyo sehemu ni very dry. Na watu ambao wako huko ni Waislamu. Kwa hivyo kupata mtu wa kufunza ilikuwa ni jambo gumu sana. Na hiyo sehemu nilikuwa nimepelekwa, nilikuwa nimepewa Marekani wa kutrain. Alikuwa anaitwa Elder Fabian. So wakati tulifika katika ile area, tulikuwa tunafanya what we call whitewashing. Hatujui hiyo area, lakini tumepelekwa mimi na yule ambaye nafaa kumtrain. Kwa hivyo sisi wote ni wageni pale. Hakuna kitu tunajua. Kwa hivyo tulikaa na yeye muda wa miezi mitatu. Na kwa hiyo miezi mitatu tulikuwa na one baptism. Tulibatiza mtu mmoja peke yake. Na huyo mtu mmoja aliweza kuenda mission. Aliweza kuenda mission, akarudi. Baada ya muda mchache, mimi hapa Kenya nafanyia kazi family humanitarian experience. Kazi ambayo tunafanya ni tunafanya kazi na community, tunachimba visima. Kwa hivyo kule Ghana tuko na team ambayo inafanya kazi na family humanitarian Ghana. Kwa hivyo mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 8, tulikuwa na mkutano ambayo ilijumuisha hizi sehemu tofauti ambazo tunafanya nazo kazi. Na wakati meeting ilikuja, wakati tulienda kuwachukua airport, mimi sikujua ule my recent convert ambaye nilifunza on mission akaenda pia mission, anafanya na sisi kazi. Hongera sana. So nilikuwa na furaha. Ya kwa maana yale ambayo nilimfunza aliweza kusikiza na katia maanani, na
akaweza kufanikiwa katika maisha. Mm. Na katika misheni ukiweza kuwa na mtu mmoja ambaye ulifunza na akabadilika maisha, hiyo ni furaha yangu. Kabisa. Ni vivyo hivyo kwangu kwa misheni yangu. Kwa kweli kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibadilika sana na amekuwa mwamini imara wa kanisa na inanifurahisha, na ni kama kuna andiko katika Mafundisho na Maagano ambayo inasema shangwe yako itakuwa kubwa ukileta hata mtu mmoja kwa Bwana. Ni kweli. Kwa hiyo ni kazi nzuri na ni kazi kubwa ambayo tunaitwa kuifanya. Ni vizuri sana. Sasa tumeongea zaidi sana kuhusu neno la Mungu na experiences zako. Sasa kama nilivyoweza kusema, hii ndo mara yangu ya kwanza kukutana na Joel. Nimekuwa Kenya siku 2 peke yake. So bado ninazoea sehemu hii. Mnaweza kuona kuna uchafu kwa sababu tulikuwa kwenye kituo cha kuwasaidia walemavu. Tunafanya viungo bandia vya kuwapatia. Kwa hiyo ni kazi ya ni vitu vingi ambavyo sivielewi, wananiambia tu ufanye hivi alafu nafanya. Ila ninataka kujua kuhusu wewe. Unapenda nini zaidi hapa Kenya? Kuhusu maisha, utamaduni, sijui. Mimi natoka upande wa Western. Western Kenya, na kule Western Kenya tunakuanga na huu mchezo wa bullfighting. Kweli? Yeah, bullfighting. Bullfighting. Sikujua bullfighting ilikuwa Afrika hata. Yeah, so wow. Hiyo ndio kitu mimi napenda sana, kwenda kuona vile fahali wawili wanapigana. Na hiyo ni vile vya kama kuna mtu anasimama katikati na unajua kuna ulisemaje bulls? A bullfighting. Yeah, unasemaje bull kwa Kiswahili? Bull ni anasema aje? Najua ni ng'ombe ndume. Ng'ombe ndume. Ng'ombe ndume. Okay, sijui. Lakini samahani, ulikuwa unasema unapenda kuangalia jinsi wanavyofanya. Yeah, napenda kuangalia jinsi wanavyofanya, vile wanapigana, na yule ambaye anashindwa anachinjwa. Kwa hivyo huwa napenda sana vile wanamenyana, na huwa inanipa motisha kweli kuona jinsi. Najua wakati wanang'ang'ana hivyo, najaribu kufikiria vile tunang'ang'ana katika maisha. Lazima ushinde katika kila kitu ambacho unafanya. Vizuri kabisa. Sikujua kabisa kulikuwa na bullfighting. Mimi mwenyewe sijawahi kuangalia bullfighting. Napenda siku moja kufanya hivyo. Naweza kupeleka siku yenye utakuwa tayari. Vizuri sana. Na ninafikiri kwa sababu pia mimi unajua sijaishi Afrika muda mrefu. Nimefanya tu kama miezi 3 hivi kwa ujumla. Zaidi sana nimejifunza Kiswahili Marekani. Kuna tawi la Kiswahili katika jimbo la Utah ambapo ninahudhuria. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado najifunza vitu vingi. Na ninataka kujua kwa upande wako. Na ninafikiri hapa kanisani labda mara kwa mara unakutana na Wamarekani wengi sana. Wengi? Yeah. Wengi ni wamisionari au? Yeah, wengi ni wamisionari. Na wengine ni wanani? Wengine huja tu kutembea na familia zao. Labda wamekuja kuwa watalii Kenya. Na labda Jumapili imewapata na wanakuja, wanasema acha washiriki na sisi. Kwa hivyo hiyo imekuwa, yani unapenda nini kuhusu Wamarekani? Napenda Wamarekani kwa sababu ni watu wako straightforward. Si waongo. Akikuambia hivi ni hivi. Kama leo tumekuwa tukiongea na wewe, ukaniambia tukutane exactly saa 11:30. Na ilikuwa saa 11:30. Kwa hivyo na hivyo ndio mimi napenda pia.
ukisema jambo timiza jinsi umesema. Yeah. Ni vile Yesu alivyosema, alisema kama maneno yako yawe naam naam na hapana hapana, sijui au la. Kama ufanye vile ulivyosema utafanya. Kwa kimombo wanasema let your yes be yes, let your no be no. Yes, exactly. Na inasaidia sana. Yeah. Kwa hiyo hata nilipokuwa nakuja hapa ndio maana nilikupigia, kwa sababu nimezoea watu wa huku nikiwaambia saa watafika nyuma sana. Kwa hiyo nilitaka kuhakikisha kwamba ulikuwa unakuja saa hiyo. Lakini pia kwa upande wangu unajua, ukiwa Marekani, hujawahi kufika Marekani? Sijawahi fika Marekani. Ukiwa Marekani na ukiishi pale muda mrefu, utaona watu wanakuwa jambo watu wanakuwa na stress nyingi sana. Ni kama wanapanga kila dakika ya siku, saa hii nitakuwa hapa, saa hii nitakuwa hapa, saa hii nitakuwa hapa, na wanajihusisha na mambo mengi ambayo yanatokea. Labda mtu anaweza kuwa na wito kanisani pamoja na kazi, pamoja na labda anafanya michezo nini, timu ya mchezo sijui. Lakini mimi mwenyewe ninapenda wakati ninapokuwa Afrika, kwa sababu watu wanakuwa relaxed kidogo kuliko nimeona Marekani. Kwa hiyo inanisaidia mimi kama kutulia. Kwa hiyo kuna mambo mazuri katika kama maisha ya kuendelea pole pole ndio mwendo nini. Kuna mambo mazuri katika hiyo, kwa sababu hautajistress sana kwa kila kitu. Lakini pia kuna mambo mazuri kwa upande wa kuwa exact kwa kila kitu, kwa sababu inaweza kukuwezesha kufanya vitu vingi. Ni kweli. Na kuwa na mafanikio na mpangilio kwa kila kitu kama hivyo. Sijui kama umepata mawazo yoyote mengine kuhusu ukilinganisha utamaduni ya Kenya na Marekani? Nimeona tofauti mingi sana. Anajua utamaduni wa Marekani kuna what we call kuna opportunities mingi sana ukicompare na hapa Afrika, na jinsi mambo yanafanyika Marekani ni haraka kuliko hapa Afrika. Hapa Afrika unapata unachukua muda mrefu labda kupata kazi, ama ukipata kazi kiwango ya malipo si kama ile ya Marekani. Kwa hivyo unapata mtu unachukua muda mrefu kufanikiwa katika maisha. Niko na marafiki wengi sana ambao tuliserve nao missions, wengine tulisoma nao na walifanikiwa kwenda Marekani. Na ukiangalia maisha yao saa hizi baada ya miaka 2-3 maisha yao imebadilika. Kwa hivyo Afrika kuna mengi ya kufanywa. Mimi nafanya kazi na communities. Na katika zile communities changamoto ni mingi sana, zingine ambazo hatuwezi. Sisi kile ambacho tunaweza ni kupeana maji safi. Na hatuwezi fanya zaidi ya hapo, kwa sababu tunaamini maji ni uhai. Na bila maji hakuna kitu ambacho unaweza fanya. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana katika tamaduni za Afrika na Amerika. Na unaonaje watu Afrika wanaweza kufanya nini ili kupata yale mafanikio na yale mahitaji? Kwa sababu nimeona kabisa Marekani ni kweli kuna watu ambao wanaweza kuwa na njaa au kiu, lakini si wengi kama Afrika. Kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako, kwa sababu hasa umeweza kufanya kazi na hili shirika,
na pia umekutana na Wamarekani wengi, una marafiki ambao wameenda Marekani. Unaona watu wa hapa Afrika wanahitaji kufanya nini ili kuweza kupata maendeleo mazuri zaidi? Mimi kile naona watu wanafaa kufanya hapa Afrika, kitu ya kwanza ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu imenitoa katika mambo mengi sana. Unajua wakati nilikuwa kijana nikikuwa, temptations ni mingi. Kuna kunywa pombe, kuna kunywa bangi, kuvuta bangi, kuna kuvuta sigara, kuna kutumia hizi mihadarati. Na katika maandiko kuna scripture, siwezi jua ni scripture gani, but inasema our bodies are the temples of God. Sijui kwa Kiswahili inaweza sema. Tunasema miili yetu ni hekalu la Bwana. Kwa hivyo tunafaa tuangalie maisha yetu vile tunaishi. Kwa sababu Mungu anatubariki kulingana na tabia zetu, kulingana na vile tunaishi. Kuna watu husema ati mbona watu ambao wanafanya vitu vibaya huwa wanabarikiwa na wale wanafanya vitu vizuri hawabarikiwi. Siwezi kubaliana na hilo, kwa maana naweza amua niishi maisha mzuri, nikuwe nikifanya mambo mazuri, kwenda kanisani, nikuwe mfano kwa wengine. Naweza kosa kufanikiwa, lakini mtoto wa jirani akiniona jinsi ninavyoishi, atachukua huo mfano wangu na ataenda kufanikiwa. Kwa hivyo kile kitu mimi naweza sema ni watu wamjue Mungu. Ukimjua Mungu utakuwa na imani. Ukimjua Mungu hautakuwa na mafikirio mengi. Kwa maana yeye alikufa kwa ajili yetu. Na hakuna chochote ambacho alipitia ambacho sisi hatutapitia ama hatujapitia. Kwa hivyo kumjua Mungu ni jambo la maana na kuwa na imani katika maisha. Hayo ndio mambo mimi yameniweka mpaka siku ya leo, kumjua Mungu. Kwa hivyo watu kama wanaweza mjua Mungu, then baraka nazo watapata. Na baraka si lazima uwe na gari, uwe na nyumba kubwa. Baraka ni amani ambayo utakuwa nayo. Baraka ni kuwa na afya nzuri. Kwa sababu wewe niambie, watu wangapi ni wako na mali na ni wagonjwa? Kama wako na mali wamefanikiwa na ni wagonjwa. Kuna wengi. No, ni wengi. Kwa hivyo kufanikiwa katika maisha si pesa, si magari. Ni hiyo amani, kuwa na afya nzuri. Okay. Unaweza muabudu Mungu. Na haya yote maandiko yanatuambia if you trust in God, haya atakubariki. Okay. Alafu jambo lingine ambalo naweza sema ni inaitwaje, kulipa tithing. Kulipa zaka. Fungu la 10. Yeah. Kulipa fungu la 10 limenisaidia sana katika maisha. Na wakati nalipa fungu la 10 nasikia hiyo furaha. Okay. Kwa maana Mungu amenibariki. Hata kama ni shilingi, nimefanya kazi nimepata shilingi 500 ama 1000. Nachukua 10% namrudishia. Mungu hahitaji hiyo pesa yangu. Lakini anahitaji hiyo, ni njia ya kumshukuru, kumwambia Mungu kwamba umenipea hii kazi, lakini asante. Na hilo fungu la 10 litaenda libariki mtu mwingine. Kwa hivyo I think ni hayo tu mimi nimeona watu wakifanya ni vizuri, na ninapenda vile ulivyokuwa unazingatia imani, mambo ya kumjua Mungu zaidi, kwa sababu ndo inavyohitajika. Na pia nitasema kwamba ninajua Injili ya urejesho katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho inatusaidia kumfahamu sana Mungu. Ni kweli. Mpango wake, yeye ni nani, Yesu Kristo ni nani, Roho Mtakatifu ni nani. Kuwa na manabii walio hai leo
ndo inatusaidia zaidi, kwa sababu wao ndo wanatutafsiria maandiko matakatifu. Yeah. Unajua kuna mambo mengi sana katika maandiko matakatifu na unaweza kuchukua moja na ingine pia lakini ukisikiliza manabii kwa sasa, Yeah. wanavyoongelea sana ni agano. Yeah. Kufanya agano na Mungu. Na hiyo ni muhimu kwa sababu tunapofanya hivyo ni vile inavyosema katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30, inatufundisha tufunge nira na Yesu Kristo. Naye atatupatia amani, atatupumzisha. Agano ndio jinsi tunavyofanya hivyo, kwa sababu tunafanya ahadi na Mungu. Tunamwahidi kuwa tutamtumikia, tunamwahidi hata hekaluni, tunamwahidi kwamba tutatoa mali yetu, pesa zetu, muda wetu, vipaji vyetu kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Kwa hiyo unapojitolea kwa kiasi hicho, na pia unaahidi kuwa hautafanya hautazini, hautavunja amri 10 za Mungu pia. Mambo hayo unajua mtu akiua au akiiba au akizini inaleta matatizo mengi sana katika maisha. Kweli. Na ukifanya agano na unajua ni mambo gani ambayo ni muhimu zaidi, ndipo unapoweza kupata kumjua Mungu. Kwa hiyo ninajua tu kwamba Injili inatusaidia na itatuinua. Kuna wengine ambao wanasema mbona hawa wanatuita wa Mormoni, mbona wanajenga haya mahekalu makubwa ni ya pesa nyingi sana nini. Lakini nilivyojifunza kutoka kwa mtu mmoja wa kanisa, aliweza kusema kwamba yale mahekalu ni kama ishara kutoka kwetu kumwonyesha Mungu kwamba tunamweka yeye kwanza. Yeah. Halafu watu wakianza kuingia kanisa na wanaenda hekaluni, wanafanya hayo maagano, wanapewa nguvu zaidi kutoka kwa Mungu. Na wakifuata hayo maagano ambayo wanafanya, ndipo baraka nyingi zaidi zitatokea. Yeah. Pesa si suluhisho kwa kila kitu. Watu wanafikiri tu akiwa na pesa au serikali ikipeana pesa kwa watu wake kwamba kila shida itatatuliwa. Sio hivyo. Yeah. Yeah. Kwa hiyo nimeshukuru sana kuongea nawe. Najua kuna maneno ambayo yameongozwa na Roho Mtakatifu. Kweli. Nina matumaini kwamba nyote ambao mnasikiliza mtaweza kujifunza mambo mapya. Na pia ninataka kuwahimiza, kama hujawahi kukutana na wamisionari wa Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho, unaweza kuingia kwenye profile yangu kwa YouTube. Ukiona jina langu hapo juu, utaona chini kuna kiungo ama link, na ukibonyeza utaweza kujaza fomu na utaweza kuanza kupata mawasiliano na wamisionari wetu ili waweze kukufundisha zaidi kuhusu mambo haya. Kwa hiyo kwa kufunga, naomba tu utoe ushuhuda wako kidogo, halafu tunaweza kumaliza. Okay, asante sana. Mimi najua kwamba tukimtumania Mungu atatubariki kwa njia mingi sana. Na jinsi nimesema hapo hivyo awali, anaweza tupea amani, anaweza tupea imani, anaweza tusaidia imani yetu iwe juu, na atatuokoa kutoka kwa mambo ambayo yanaweza kutudhuru sisi. Najua kwamba kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho ni kanisa la ukweli, na najua kwamba ni kwa sababu ya Joseph Smith ambaye kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu la Mwisho liko hapa Kenya na liko dunia mzima. Najua kwamba tukiomba kila siku, tukisoma maandiko, Mungu atatupa akili ya kuelewa
atatupa Roho Mtakatifu na tutaweza kuwa sawa katika maisha, hata ingawa tutakuwa na changamoto za hapa na pale. Nasema haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana. Ninashukuru kabisa na asante kwa kutazama, na pia usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, kwa sababu nitakuwa naendelea kutuma video kama hizi na labda zingine zitaweza kuwasaidia. Asanteni sana.